Sasa Lilian Mukulu, karibu sana. Utuambie kile ambacho kimejitokeza katika mchezo wa jana, lakini kwa takwimu hizi unahisi nini ambacho kinazikuta timu zote mbili? Karibu sana. Ilikuwa ni mechi nzuri. Ndio. Cha kwanza mimi naomba nimpongeze Ibenge. Ibenge alifanya homework yake vizuri. Sawa. Dodoma unapocheza na mshambuliaji halisia, pase, striker, atapata shida sana. Kwa sababu gani? Walinzi wa Dodoma katika eneo lao la mwisho, wale nasema double pivot yake ya nyuma inapenda sana beki mshambuliaji ambaye anasimama. Yaani ule standing striker katika eneo lake, kwa sababu inakuwa inawapa uhuru katika kudefend. Alichokifanya coach Ibenge kuwatumia cheat code wawili katika mchezo ule. Cheat code wawili ambapo namuona Ashraf Kibeku. Mimi nakumbuka wakati anakuja Azam, wakati naanza kumuona Azam under 15, Kibeku alikuwa anacheza kama mlinzi wa pembeni. Kabla kwa katika ulinzi wa pembeni. Alikuwa anacheza kama kiungo wa kati. Alikuwa anacheza kama defensive midfielder namba 6 katika eneo lile. Baadaye ndio waje kuhamishwa. Yes, baadaye ndio akaja kuhamishwa kama fullback. Sababu kubwa walikuwa wanasema aina ya mwili ambayo uko nao. Ila faida ambayo uko nao Kibeku ni aggressive player. Ni mchezaji ambaye licha ya kuwa na mwili mdogo yuko tayari kwa contact. Kwa hiyo unapocheza na cheat code ya aina mbili, Zidane Sereli ana asili hiyo, si mshambuliaji ambaye ana height ndefu, ila ni mshambuliaji ambaye anaweza kucheza katika half spaces ambayo timu pinzani anamwachia. Jana ambacho alikuwa anakifanya Ibenge, alifahamu kabisa eneo la ulinzi ya Dodoma anatamani kusimama na mtu ambaye yuko pale. Na inawezekana moja ya kitu ambacho coach Josia alichokifanyia kazi ni kucheza na washambuliaji wawili ambao wote wana height ya hali ya juu, yani either Ngita au Munganga. Akaja na cheat code ya tofauti kabisa Ibenge, akaamua kuanza na wachezaji ambao wako hodari katika kufanya pressing. Angalia namna ambavyo Faisal Salum alikuwa anacheza. Unaweza ukamuita kama namba 9 wa kuibia au unaweza ukamuita kama namba 10. Kuna wakati ambapo ulikuwa unamuona katikati, au kuna muda ulikuwa unamuona akicheza kama namba 10 alafu Zidane Sereli akicheza katika eneo la katikati. Kwa hiyo ikawa ni wakati mgumu sana kwa Dodoma kutazama ni nani ambaye anaweza kuwa threat katika mchezo ule. Sasa akawa wako very comfortable na mpira, wakiamini kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akawa bugs katika eneo lao la mwisho. Then hapo ndo inapotokea kwamba ile high pressing ya Azam, moja ya silaha kubwa ambayo wako nao msimu huu. Hata ukitazama mechi ya Pamba na Azam kipindi cha pili, namna ambavyo walicheza high pressing, tunawanyima comfortability katika eneo lao, na sisi ndo tunapoenda kuenjoy mpira katika eneo hilo. It was a nice game, nice approach kutoka kwa Ibenge, namna ambavyo ya kumkabili timu yote ambao wanapenda kucheza defensive. Dodoma ni waumini wa kucheza defensive style, wakicheza katika either mpira utokee katika eneo lao la pembeni ya sasa, au Fini aje achukue mpira, ila ni katika pasi chache ambazo zinafika katika lango la mpinzani. Kwa hiyo walikuwa hawapi ule uhuru kuwa na mpira. Kwenye statistics bado Azam kama wanatakiwa kupata ubingwa wanatakiwa wafanye zaidi. Katika michezo 13 wana sare 6. Ni kweli hawajapoteza mchezo wote, ila wameangusha alama 12. Kwenye mchezo wa mpira mguu kuangusha alama 12 si kitu kidogo. Kwa hiyo lazima katika swala la ushindi waendelee kuweza kuenjoy ushindi. Sehemu nyingine ambapo inawezekana ikawa ni silaha kubwa sana kwa Ibenge msimu ni rotation. Unajua siku zote moja ya changamoto au moja ya matatizo mengi sana wachezaji ni fatigue au injuries za mara kwa mara. Msimu uliopita tuliona namna gani ambavyo wachezaji wanacheza back to back, baadaye inaweza kuwatengenezea inawezekana injuries ambazo zitaweka muda mrefu sana nje ya kiwanja. Unakumbuka Mtasingwa Kichomkuta alipata injury ambayo ilimweka nje almost msimu mzima ulioisha. Kwa hiyo ile rotation yake inamsaidia kuendelea kwa keep fit wachezaji wake. Kwanza kuwaweka off injury, yani nje ya majeruhi ambayo inaweza kuwapata. Na pia unakuwa na new energy katika kila mchezo. Hii inawezekana ikawa moja ya tactic nzuri ambayo anaitumia msimu huu. Ndio unaona kabisa kwamba akiingia huyu anaweza akafanya hicho anachokifanya. Ibenge aliona nini kwenye mechi za Dodoma Jiji akaamua kuja hivi, kiasi kwamba ukiona ile starting lineup wachezaji ambao wanaanza na ukitazama outstanding performance ya Dodoma Jiji ambapo wanakutana na timu kubwa, unaweza ukapata hofu kiasi, lakini mechi iliamuliwa mapema kweli kweli. Mpaka dakika 30 za kipindi cha kwanza waliwaona tayari Azam walishatangulia. Karibu sana kocha mpira. Kwenye kile ambacho Azam alikifanya jana, of course umezungumzia kuhusiana na kile ambacho mwalimu Ibenge alikifanya kwenye
uchaguzi wa kikosi kwa wachezaji ambao walikwenda kuianza mechi, na bila shaka yoyote mwalimu atakuwa aliangalia udhaifu ambao wako nao Dodoma Jiji na uimara ambao wako nao Dodoma Jiji. Sawa. Kuna nyakati ambazo Dodoma Jiji wanawatesa wapinzani kwa sababu ya kile ambacho wanafanikiwa nacho kwenye kutengeneza mashambulizi wakiwa wanatokea chini kwenye eneo lao la kucheza. Ile playing from the back ambayo inahusisha miguso kadhaa ya wachezaji kwenye eneo la kiulinzi kuelekea kwa wapinzani, ndicho kitu ambacho kinaweza kukapo wao wakati mzuri kwenye kucheza katika mechi za hivi karibuni, na hilo linachagizwa na kile ambacho Josia anaamini kwamba timu yake inaweza ikawa nzuri pia hata kucheza kutokea chini. Wachezaji wanaweza akawa na ubora wa kuanzisha pasi 2-3 mpaka kufika kwenye eneo la 3 la kiwanja na pengine kutengeneza mashambulizi ambayo yatakuwa ni mazuri kwenye mechi. Kwa hiyo alichokichagua Ibenge ni kuwa na wachezaji ambao kwenye mstari wa juu watawanyima huo utulivu Dodoma Jiji kwenye kupata nafasi ya kutengeneza hizo build up kutokea nyuma kwenye nyakati zote ambazo watakuwa wanaanzisha mashambulizi. Sawa. Ashraf Kibeku ni mchezaji ambaye kwa kile ambacho Ibenge amekuwa akikifanya ni mchezaji ambaye anatumia vizuri ile versatility yake, uwezo wa kucheza nafasi zaidi ya moja kiwanjani. Ndicho kitu ambacho pia kimempa mwalimu nafasi ya kumwamini kwenye mechi kadhaa ambazo anacheza. Kuna mechi ambazo kwa kinaonekana ni kwamba sawa kwenye timu yuko Ngita, yupo Kitambala, yuko pia hata yule Haaland ambaye jana pia alikuwepo kwenye wachezaji ambao walikuwa kwenye listi ya wale 18 wa kucheza kwenye mechi. Lakini hakuamua kuanza na yote kati hawa kama washambuliaji kinara kwa sababu alikuwa anamhitaji mchezaji ambaye anaweza kazima huo mpango wa Dodoma kwenye kufanya build up. Unahitaji mchezaji ambaye anaweza kuwa na uwezo wa pili wa kufanya pressing. Ukiwa na mchezaji ambaye anaweza kwenda kupress kwenye haya maeneo, tafsiri yake ni kwamba utawanyima uhuru wachezaji wa timu pinzani kwenye kuanzisha mashambulizi. Na of course unaona magoli mawili ambayo Azam aliyapata, goli la kwanza na goli la pili, ni mafanikio au madhara ya kile ambacho kilikuwa kinaonekana kwamba wakati mnataka kuanzisha shambulizi lenu kuna wachezaji ambao watakuja kwa press. Na ni nani ambao watakuja kwa press? Tunategemea kuona Zidane, Faisal, Kibeku na wakati mwingine Idi Selemani Nado ambao wanacheza kwenye mstari wa juu, wawanyime hiyo comfortability ya kuanzisha mashambulizi kutokea kwenye eneo lenu.